Unajua klabu ya Young Africans inatumia sana vibaya pesa ambazo wanatoa GSM. Na wanatumia vibaya pesa za GSM, ndio maana wamekuwa na madeni mengi kwenye siku za hivi karibuni. Ukiangalia tangu mwaka jana, msimu huu timu imekuwa haishiwi madeni, yani haishiwi kudaiwa kwa sababu ya namna ambavyo inatumia pesa vibaya. Yani ni timu ambayo haina matumizi mazuri ya pesa. Na wanakuwa na matumizi mazuri ya pesa kwa sababu wao kama klabu hawana pesa, ila wanamtegemea mfadhili GSM kutoa pesa ambazo zinakuja kuisaidia Young Africans. Kwa mfano, wamekuwa na mambo mengi sana, activities nyingi ambazo zinahusisha masuala ya pesa. Zipo activities zingine ambazo ni nzuri kwenye jamii, zinafanya kuigwa. Kwa mfano, kutoa misaada kwenye vitu vya watoto yatima. Hilo jambo ambalo ni la msingi sana. Ni jambo ambalo nawapongeza kwa sababu wanalifanya kwa ubora ule ambao unatakiwa, na ni kitu kizuri kwa klabu kutoa misaada aina hiyo. Lakini zipo shughuli zingine ambazo huwa mara nyingi Yanga wanazifanya lakini hazina msaada wa moja kwa moja kwenye timu na zinapelekea timu kupata hasara. Kwa mfano, walikuwa wanaandaa matamasha ya kunywa supu. Zile ng'ombe zote ambazo zinanunuliwa, ng'ombe 100, 200 zote zimenunuliwa kwa ajili ya kuwafurahisha tu wanachama kwa kunywa supu. Lakini ukipiga mahesabu kwa karibu na kuja kugundua kwamba pesa zote zile ambazo zinatumika pale ndizo ambazo zinapelekea wakati mwingine timu inajiingiza kwenye madeni, kwa sababu unakuta GSM yuko anatoa pesa nyingi, lakini hiyo pesa inatumika kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, lakini kwenye vile vitu vya msingi pesa haitumiki. Yani kwa mfano, kununua ng'ombe 200 au 100 kwa ajili ya supu, hayo ni matumizi ambayo sio ya msingi. Ni matumizi ambayo yanirudisha klabu nyuma, lakini katika jicho la kawaida mtu hawezi kuona kwa sababu si anapenda kula. Kwa anajua tu Yanga wakiandaa supu ataenda Jangwani pale, atakuta supu, atakunywa, na kwa sababu anakunywa bure, atakula chapati za bure. Yeye kwake haimuumi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya tu yeye anapenda kula, atakula tu, ataona jambo la kawaida. Lakini kwenye uhalisia ni kwamba hiyo inachangia kurudisha klabu nyuma au kumfanya yule mdhamini arudi nyuma kimaendeleo, kwa sababu ukipiga mahesabu labda milioni 70, 80 zimetumika tu labda kwenye kunywa supu, chapati kama hayo na nini, na kununua hizo ng'ombe. Unaona ni pesa, unaweza ukaona ni pesa ndogo kwa sababu wewe huitoi, lakini kwa yule mtu ambaye anaitoa ni pesa nyingi sana. Sasa haya ni matumizi ambayo Yanga kama klabu wanapaswa kuangalia namna gani ya kuyapunguza, ili kuhakikisha hiyo pesa inaenda kwenye shughuli mbalimbali za kiuendeshaji za timu. Nimesikia eti huko Tabora pia anataka kuchinja ng'ombe sijui ngapi, sijui 200 sijui, ili watu wanywe supu na watu wale. Sasa kweli mechi dhidi ya Tabora ndio mechi ambayo unaenda kuchinjia ng'ombe? Yaani unachinja ng'ombe kuwafurahisha watu kwenye mchezo dhidi ya Tabora? Mechi ambayo Yanga timu ambayo Yanga anaizidi kila kitu. Yaani Yanga anaizidi Tabora makombe, anaizidi Tabora mafanikio kwenye mpira wa Tanzania. Hata hiyo mara moja ambayo Tabora kaifunga Yanga kwa bahati, lakini sio kwamba Tabora ana quality ya kuwafunga Yanga. Ilitokea tu bahati mbaya, Yanga yenyewe ilikuwa inafanya makosa mengi, lakini pia haikuwa kwenye kiwango bora, Tabora akashinda. Lakini ile haiwafanyi wao watumie gharama kubwa kuandaa ng'ombe wachinje kwa ajili ya mashabiki. Hiyo pesa wanapaswa kuitunza kwa ajili ya mambo mengine ya klabu, kwa ajili ya maendeleo mengine ya klabu. Msimu uliopita au mwaka jana tu, of course mwaka jana, Yanga ilifungiwa kusajili kwa sababu ya madeni. Na hata juzi dirisha dogo imefunguliwa kusajili kwa sababu imepunguza madeni ambayo walikuwa wanadaiwa. Walikuwa wanadaiwa na klabu na timu kama Benchum, walikuwa wanadaiwa pia na mshambuliaji Augustine Okra, Magic alikuwa na wadai pesa zake tu ambazo kilipeka akafungiwa. Na hata sasa hivi sio kwamba Yanga hawadaiwi, bado Yanga inadaiwa by the way. Ngoja ifike mwishoni mwa msimu, ngoja msimu ufike mwishoni, mtaona taarifa. Lazima tu mtaona taarifa za Yanga kufungiwa. Lakini hayo madeni yote yanasababishwa na matumizi mabaya ya pesa. Yaani kama Yanga ingekuwa na matumizi mazuri ya pesa, tusingesikia masuala madeni kama hayo, kwa sababu Yanga ni timu ambayo inafadhiliwa na mtu ambaye ana pesa. Na hii pesa ambayo wanafadhiliwa na GSM, kama Yanga ingekuwa inaisimamia vizuri, ingewafikisha mbali vibaya mno, kwa sababu ni fedha nyingi sana. Sasa just imagine, wameandaa matokeo ya kunywa supu mara ngapi? Ni mara nyingi. Lakini pia sasa hivi wanataka huko Tabora pia waende kule wakachinje tena ng'ombe kwa sababu eti ya mchezo dhidi ya Tabora, ili kuwapa furaha mashabiki. Ni vitu vizuri kwa sababu mashabiki watafurahia, lakini kuja kwenye maendeleo ya klabu, hiyo pesa ni nyingi sana. Hiyo pesa kama ingetolewa ikiingizwa kwenye mfuko wa klabu, ingewasaidia kwa muda mrefu kuliko kuandalia mashabiki kunywa supu. Mashabiki hawapaswi kuandaliwa supu na klabu, ila mashabiki wao ndio wanapaswa kuiandalia klabu supu, kwa sababu ni wanachama na wanalipa kwa ajili ya kuendesha klabu yao.
Sasa hizi pesa za mdhamini zikitumika vizuri zinasaidia kwenye maendeleo mengine, lakini ikitokea pesa za mdhamini zinatumika kwenye mambo ya masuala ya supu ambayo ni majukumu ya wanachama, kidogo inaleta utata, na hiyo inaweza kupelekea wakati mwingine hata GSM kutaka pengine kujiondoa kama pesa yake inatumika kwenye maeneo ambayo sio sahihi. Inawezekana yeye mwenyewe anapenda vitu kama hivyo, inawezekana, lakini hata kama anapenda vitu kama hivyo, lakini ukumbuke siku ikitokea labda Yanga ameanza kukorofishana kidogo na wanachama, labda wanachama hawaelewi kile ambacho wanakifanya, au ikatokea sintofahamu yoyote ile ambayo inaweza kumfanya akachukia, ni rahisi kuondoka, kwa sababu kwenye mahesabu yake akipiga kwamba labda anatumia pesa nyingi kwenye mambo mengine, kwenye kuendesha timu na watu hawajali. Moja ya vitu ambavyo atavikumbuka ni pamoja na haya masuala ya supu. Sasa ili kuto kujiingiza kwenye changamoto za hapa na pale, viongozi wa Young Africans ambao ndio wanawasiliana na GSM moja kwa moja wanapaswa kuhakikisha kwamba wanateza mazingira mazuri ya yeye kuona pesa yake inapoelekea. Haya masuala ya kuandaa supu kwa ajili ya mashabiki waachane nayo, sio masuala yenye tija kwenye maendeleo ya klabu. Yanga ni klabu kubwa, ni klabu ambayo inapaswa kufocus kuwa na viwanja vyake vya mazoezi, kufocus kujenga uwanja na vitu vingine na kusajili wachezaji wakubwa. Haya mambo ya supu haya ni mambo ambayo yanapaswa kufanya na timu ndogo, sio timu kama Young Africans. Haya masuala ya supu yanarudisha Yanga nyuma. Kama kweli wana mpango wa kuchinja ng'ombe pale Tabora, ili kama ambavyo inaelezwa, ili kuwafurahisha mashabiki, wanakosea vibaya sana. Hayo masuala wayaachie wanachama. Kama wanachama wanataka kunywa supu, wao ndo waandae supu kwa ajili ya wachezaji wao, lakini sio klabu kuandaa supu kwa ajili ya mashabiki wao.